Maafisa wa maadili na kukabiliana na ufisadi EACC wamemkamata mbunge wa Kajiado Magharibi George Sankuya kwa madai ya kugushi vyeti vya masomo vya kidato cha 4 KCSE. Kulingana na EACC, mbunge huyo atafunguliwa mashtaka ya kutoa habari za kupotosha na kuwasilisha cheti bandia. Mnamo Januari 30 mwaka 2012 katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia JKUAT, eneo la Juja, kaunti ya Kiambu, akiwa na ufahamu aliwasilisha kwa msajili wa masomo katika chuo hicho cheti cha kidato cha 4 chenye nambari za usajili 2988068 kiwa na alama ya C kuongeza, akisingizia kulikuwa na uhalali kutoka kwa Baraza la Kitaifa la Mitihani iliyosoma shtaka dhidi ya mbunge huyo. Kwa sasa mbunge huyo anahojiwa na maafisa hao kabla ya kufikishwa mahakamani. Waziri mwenye mamlaka makuu aliye pia waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi amesema serikali ya Kenya ni thabiti na imejitolea kutimiza ahadi zake kwa wananchi bila kubabaishwa na kelele za kisiasa zilizopo. Akizungumza na raia wa Kenya wanaoishi katika miji ya Rabat, Casablanca, Marrakech na Kenitra nchini Morocco, Mudavadi aliwahakikishia kuwa licha ya misukosuko ya kisiasa nchini Kenya, serikali inaendelea kutekeleza miradi yake ya maendeleo. Nikimnukuu, "Msibabaishwe na yale mnayoyashuhudia kupitia mitandao ya kijamii kuhusu yanayojiri nyumbani. Ni kelele tu za baadhi ya watu. Serikali ambayo iko mamlakani kwa muda huu wa miaka 2 sasa inajizatiti kutekeleza majukumu yake kwa mamilioni ya Wakenya." Mwisho wa nukuu. Aidha, Mudavadi alielezea hatua zilizopigwa na serikali kama vile ujenzi wa nyumba za bei nafuu na mpango wa afya kwa wote UHC ambao umewasajili zaidi ya Wakenya milioni 21 kwa hazina ya afya jamii SHIF, hii ikiwa ni ongezeko ikilinganishwa na idadi ya milioni 9 iliyokuwa hapo awali kwa hazina ya NHIF. Hata hivyo, alikiri kuwepo kwa baadhi ya changamoto katika utekelezaji wa miradi ya serikali, akielezea matumaini kuwa miradi hiyo itakamilika. Aliwahimiza Wakenya wanaoishi ughaibuni kuwa mabalozi wema wa taifa hili katika nchi wanakoishi, wanapoendelea na masomo yao, kazi na hata biashara zao. Wanawake katika kaunti ya Mandera wameungana kwa lengo la kuhakikisha amani na umoja shuhudiwa katika kaunti hizo ambazo zimekumbwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu. Mchakato huo unaowaleta pamoja wanawake kutoka jamii tofauti, mashirika ya kijamii na wafanyabiashara unainua kupiga debe maelewano, mazungumzo na maridhiano miongoni mwa wakazi wa kaunti hizo. Likiongozwa na Nasin Dakane, kundi hilo linasisitiza kuwa ukuzaji wa amani hautafaulu ikiwa mmoja hatajumuishwa, hasa ushirikiano wa wanawake. Nikimnukuu, "Amani haipatikani bila kuwashirikisha wanawake wa Mandera. Sisi ndio uti wa mgongo wa familia na jamii za sauti zetu. Zinapaswa kusikika katika kila mchakato kuleta amani." Mwisho wa nukuu. Wanawake hao walizindua mpango wa kuwafikia wanawake wenzao katika kaunti hiyo ili kushirikiana nao katika kufanikisha juhudi za kuleta amani. Aidha, mchakato huo wa kuleta amani Mandera utajumuisha misururu ya mikutano itakayohusisha wadau mbalimbali, mikakati ya kuzuia mitafaruku na kutekeleza mbinu bora za kupiga debe upatikanaji wa amani. Rais William Ruto leo Jumanne atafungua rasmi mkutano wa wakuu wa vikosi vya ulinzi mwaka huu utakaoandaliwa jijini Nairobi. Achod kutoa fursa kwa viongozi wa kijeshi barani Afrika kukutana, kushauriana na kushughulikia changamoto za kiusalama. Kupitia mashauriano, ubadilishanaji wa maarifa, ukuzaji wa ushirikiano, kongamano hilo linalenga kuhakikisha udhabiti na kuleta pamoja juhudi za kuimarisha usalama. Kongamano hili la Nairobi ndilo la pili kuandaliwa nchini Kenya. Wakati huo huo, vikosi vya ulinzi nchini KDF vitaanza sherehe za kufuzu kwa chuo cha taifa cha mafunzo ya ulinzi leo siku ya Jumanne. Waziri wa Ulinzi Soipan Tuya ataongoza sherehe hizo katika chuo cha taifa cha ulinzi mtaani Karen. Na kufikia hapo ndipo tunapotamatisha mtasari wetu wa habari.
Kumbuka waweza kuwasiliana na sisi kupitia wavuti wetu wa KakaKen254, Facebook KakaKen254, YouTube KakaKen254, na bila shaka utaweza kutufikia.